Haleluya, haleluya, haleluya. Nawakaribisha tena siku ya leo, ni kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Nawakaribisha watazamaji wangu wapendwa kwa wakati mwingine tena kwa ajili ya Kristo, na tuweze kujifunza kwa haya ambayo niko nayo kwa siku ya leo, na jina la Yesu liweze kupewa sifa. Haleluya. Karibu sana, ninawaona na tunapoendelea kwa sababu ya muda na masaa, tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutujalia, kuweza kutupa afya, kuweza kutupa uzima huu ambao tuko nayo kwa siku ya leo, na ametupa uwezo mkubwa sana kuwa mahali hapa. Hii ni ya nguvu sana. Hili ni jambo lisilo la kupuuza, kuwa mzima jinsi tulivyo kwa masaa kama haya. Sio jambo la kupuuza, ni jambo tu la kumwambia Mungu asante kwa uzima, asante kwa afya. Kuwa mimi kufika leo ni kwa sababu yako. Na leo nataka nisungumze wakati nilitaka kupokea huyu Roho Mtakatifu. Nataka kusoma historia yangu, vile niliweza kutaka kumpokea huyu Roho wa Mungu. Hiyo ni kama ushuhuda kwangu, kwa sababu vile niliweza kupatana ilikuwa ya nguvu sana. Haleluya. Natamani tuweze kuanza kwa pamoja. Mahali popote ulipo unanipata kwa sauti, ninajua unanitazama, na nimewaona mmeweza kuingia kwa wingi kwa ajili ya Yesu Kristo. Nilikuwa natamani sana kumpata huyu Roho Mtakatifu. Nilikuwa natamani sana kumpokea Yesu ili awe Mwokozi na Bwana katika maisha yangu. Nilipokuwa ninaona watu wanaenda kanisani, ilikuwa iwe siku ya Jumapili ama siku ya Jumamosi, wakati nilipo naona wanaume wanaamka asubuhi na mapema, wanavaa suti zao vizuri, wanang'ara, wanaelekea kule kanisani pamoja na familia zao, wameshika familia zao mkono, mama na watoto. Ili jambo likaweza kuniumiza kwa moyo kwa muda mrefu sana, vile nitakavyobadilisha mazingira yangu ili nikaweze kumpata huyu Yesu, ama nikaweze kumpokea Yesu ili awe mwongozo kwa maisha yangu. Ilikuwa inafika siku ya Jumapili, ninakaa tu ninawaona watu wanavyoenda kanisani. Watu wameng'ara, watu wamebeba Biblia zao, wanaenda kwa nyumba ya Bwana. Wengine wamevaa suti, wengine wamevaa uvisio, wengine wamevaa vile walivyo, lakini bado wanaenda kwa nyumba ya Bwana. Hili jambo likawa likanisukuma sana, nitafanya vipi nami niweze kubadilisha mazingira haya nilivyo, ili niweze kumpokea Bwana.
ilikuwa ni changamoto ya muda mrefu kitambo nikuje kusimama na kufanya uamuzi. Ilikuwa imenigharimu siku nyingi sana, bado ikiniumiza kwa roho. Na wakati niliamua mimi mwenyewe, sasa wakati umefika wa kwenda sasa kutafutana na huyu roho ama huyu Yesu mahali naweza mpata. Ikakuwa ni siku yangu kubwa sana, ninaenda mahali popote pale, bora tu niweze kupatana na huyu roho. Yani nilikuwa nasikia natamani sana kupatana na huyu roho. Hiyo wakati nilikuwa tu niko chini, lakini bado najikaza tu, natamani sana huyu roho aweze kuingia. Haleluya! Wakati ninapoendelea kung'ang'ana, na katika hiyo hali ya kung'ang'ana, nikasikia roho fulani akiniambia leo ni siku yako. Na vile nilisikia huyu roho ananiambia nenda kwa mtumishi wa Mungu yoyote yule, ili akakaweze kukugawia huyu roho, ili na wewe ukaweze kupokea huyu Roho Mtakatifu. Haleluya! Hiyo jambo likanipatia nguvu na ujasiri kwa muda mrefu. Nikaamua siku moja ya siku ya Jumapili, nikaenda kanisa fulani, na sitaweza kulitaja kwa majina kwa sababu ninajua wengine wananitazama hapa, na kwa sababu sitaweza kutaja kwa majina, nikaenda kwa kanisa fulani. Ilikuwa siku ya Jumapili na nilikuwa nimejipanga kabisa mimi, kwa sababu nilikuwa nasikia kuhusu huyu roho. Huyu roho anafanya kazi ndani ya mtu. Nilikuwa natamani sana ili na mimi niweze kumpokea huyu roho, nami nisikie vile wengine wanafanya nini, wanasikia. Hilo jambo ndio lilikuwa limenitia nguvu, na mimi niweze kupokea huyu roho, niweze kuona vile anafanya kazi ndani yangu, kwa sababu mazingira ninayoishi ni mazingira ya shida, mazingira yasiyojulikana, mazingira machafu, mazingira ya shetani, mambo ya uchafu yalikuwa ndani yangu sana. Ikabidi niweze kujitia moyo na kuambia Mungu, sasa nimeamua ili niweze kutesti hii roho, niweze kujua wale waliko na roho, wale ambao wanaenda kanisani huwa wanajisikia vipi wanapopokea huyu roho. Haleluya! Ilikuwa siku ya Jumapili, nikaamka. Hata mimi hiyo siku si kwenda kazini, kwa sababu niliamua nieli kupokea huyu roho, maana huyu roho ataniongoza hata kazini. So nikasema huyu roho ninamhitaji. Nikaenda kanisani fulani siku ya Jumapili mapema sana, kwa sababu nimejipanga. Unajua mimi nimeshajipanga na mhitaji huyu roho. Nilipofika kanisani nikapata bado ni nyimbo za kuabudu, za kumtukuza Mwenyezi Mungu ndizo zinazoendelea. Sasa kupitia kwa zile nyimbo bado zikaniongezea nguvu fulani, nikasikia kana kwamba sasa huyu roho ni kama ameanza kuingia. Naona sasa wakati nilianza kusikia zile nyimbo za kuabudu, huyu roho sasa akaongezeka zaidi. Sasa nikasema sasa leo hii ni siku yangu ya kuweza kupokea huyu roho. Haleluya! Na ninashukuru sana watumishi wa Mungu wanaofanya kazi ya kuabudu, wale ambao wanaofanya kazi ya kuimba nyimbo za kuabudu. Mnabadilisha mioyo ya watu wengi sana. Mahali popote mulipo, Mungu akawaongezee, maana mnafanya kazi mzuri. Nilipoingia kanisani, nilipopatana na huyu roho wa nyimbo za kuabudu, nilisikia nikana kwamba roho yangu imeweza kubadilika. Yale mabaya yalikuwa ndani yangu nikasikia ni kama yameanza kukuwa mepesi. Haleluya! Mahubiri yakaingia, mchungaji akaingia kama kawaida. Mchungaji akaingia na kaweza kutukaribisha, na kasema kama kuna wageni kwa hii nyumba na waweze kusimama. Nakumbuka sana kabisa tulikuwa watu 4
wale ambao tuliokuwa wageni kanisani, na sikuweza kuona aibu ya kuweza kusimama, kwa maana nilikuwa tayari ninataka kumpokea huyo roho. Wakati mchungaji aliweza kuuliza kama kuna wageni kwa nyumba, mimi nilikuwa wa kwanza kusimama ili aweze kuniona wa kwanza, ili nikuwe wa kwanza kupokea huyu roho. Nilikuwa tayari kupokea huyu roho. Sasa mchungaji alipotuita tukasimama, akatuita pale kwa madhabahu, akatuambia, na wakaribisha sana kwa huduma. Siku ya leo ni siku ya Jumapili, naomba muniwie radhi, sitaweza kuwaombea kwa siku ya leo. Nawaombea mkuje wiki ijayo siku ya Ijumaa, mkesha ndio tutakapokuwa na maombi ya kupokea hizi roho. Tena nikaanza kuchanganyikiwa kidogo, kwa sababu tayari mimi nilikuwa na mpango wa kuweza kupokea huyu roho siku ya Jumapili, na mchungaji na yeye amesema, samahani, leo ni siku ya mahubiri, mtasubiri hadi wiki ijayo ili muweze kumpata huyu roho. Haleluya! Hiyo jambo likaanza kunitia wasiwasi ndani yangu, kwa sababu mimi mwenyewe kwa roho yangu nilikuwa na mtamani huyo roho hiyo siku ya Jumapili, maana nilikuwa najua ninapokanyaga kanisani kitu ya kwanza napewa ni roho. Nilikuwa tayari. Mchungaji aliposema siku ya Ijumaa, tukarudi nyumbani, hilo jambo likawa likinisumbua sana, na bado nikiendelea kunisumbua. Bado naendelea kungoja hiyo siku ya Ijumaa kwa nguvu sana, bado nikiendelea kusema hiyo siku naingoja sana. Ikawa nikingoja hiyo siku pia. Haleluya! Ilikuwa siku ambayo sitaweza kuisahau. Ile kuisubiri, niliweza kuisubiri hiyo siku ya Ijumaa. Mkesha ilikuwa kanisani, nikawa wa kwanza kufika kanisani. Hata wale watu walikuwa pale wakaanza wakashindwa, huyu ni nani? Maana hawako wengine hawanijui, lakini mimi ndio nilikuwa wa kwanza kutangulia pale kanisani. Mkesha nilifika mapema, kabla ya saa 1 mimi nilikuwa nimeshaingia ndani ya nyumba. Haleluya! Huyu roho si mchezo. Kutamani huyu roho si mchezo. Ilibidi nitie bidii ili nikaenda nikapokea huyu roho. Bado zile nyimbo tu bado zikaingia, zile nyimbo tu bado za kuabudu zikaweza kuingia. Bado tunaabudu tu, ile roho bado inaendelea kuongezeka zaidi. Bado tunamtukuza Mungu, bado yani, wacha nikwambie, nyimbo za kuabudu zinaleta mtu karibu sana na Mungu. Nyimbo za kuabudu, kama wewe ni mgeni kanisani, jaribu sana ufike mapema kanisani ili uweze kupatana na zile nyimbo za kuabudu, ili ziweze kukuleta karibu karibu na roho. Haleluya! Ilipofika masaa ya saa 5 hivi, mchungaji akaweza kuingia. Sasa nikajua siku yangu imefika. Sasa nikasema siku yangu imefika. Kama mchungaji ako ndani ya nyumba, maana alikuwa amenitia wasiwasi hiyo masaa yote baada hajafika. Lakini vile mchungaji aliweza kufika hiyo masaa ya saa 5, nikajua sasa huyu roho nimeshampokea tayari. Nikajua leo ni siku yangu. Haleluya! Haleluya! Maana nilikuwa najua huyu roho, vile watu walikuwa wananielezea vile huyu roho anafanya kazi ndani ya mtu. Nilikuwa na kaujuzi fulani, kaujanja fulani nilikuwa najua, kwa sababu nilikuwa nimeshasikia vile roho anafanya kazi ndani ya mtu. Haleluya! Hiyo ndiyo ilikuwa inanipatia nguvu ili niweze kumjua huyu roho. Haleluya! Mchungaji akaingia. Alipoingia, tukaimba nyimbo za kuabudu pamoja, tukamtukuza Mungu pamoja,
tukaomba. Sasa mchungaji akasema sasa masaa imefika ya wale watu waliotamani sana huyu roho haweze kuwajaza na roho. Masaa imefika ya kumpokea huyu roho. Huyu ni nani mimi? Roho yangu ikaanza kutetemeka, nikasema Mungu amenikumbuka. Sasa huyu roho leo namnyakua kwa nguvu. Tukaitwa pale kwa madhabahu tena, tukaambiwa na mchungaji tuweze kupiga magoti pale kwa madhabahu. Na tulipopiga magoti kwa madhabahu, akatuambia tunyoshe mikono juu, tukiwa bado watu waine wale ambao tulikuwa na ujasiri wa kutaka kumpokea huyu roho. Bado tulifika zote kwa mapema ili tuweze kumpokea huyu roho. Mchungaji akasema inueni mikono juu. Tukajua leo ni siku ya kumpokea huyu roho. Mchungaji akatuambia hivi, nitataka kuwafunza jinsi mtakavyoomba, na vile mtakavyoomba ndivyo roho atakavyoingia ndani yenu. Sasa tukasema ndiyo mchungaji, kwa sababu tulikuwa tunajua mchungaji ndiye ana uwezo wa kutufunza vile jinsi tutakavyopokea huyu roho. Tukajua leo ni siku yetu mchungaji atufunze. Tukamwambia ndiyo baba, ndiyo mchungaji, tufundishe ili tuweze kujuana na huyu roho. Haleluya. Ilipofika akatuambia inua mikono juu. Tukainua mikono bila wasiwasi, tukijua siku ya leo ni siku yetu imefika. Haleluya. Hey, mchungaji akaanza kutufunza kuomba. Mchungaji, nilishangaa sana wakati mchungaji anaposimama na kutuambia anzeni kuomba hivi, na kaanza kuongea maneno ambayo hatukuwa tunaelewa. Akaanza kuongea maneno ambayo la 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 la. Nawafunza hivyo wanangu, muweze kuomba hivyo hivyo kwa ndani ya roho. Mimi ni vile nilikuwa natamani huyu roho, nikafungua macho niweze kuangalia ni ukweli hivi ndivyo mtu anavyopokea roho. Nikaangalia, nikajiuliza hii roho kumbe inakujaga rahisi hivi. Nikaangalia tena, nikaangalia mchungaji, kwa roho yangu tu nikijiuliza, kwani huyu roho anaingiaga rahisi hivi? Unasema la 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 la, na roho anaingia haya. Na mchungaji akasema simameni. Tukasimama na mchungaji akasema hivyo ndivyo mtakavyokuwa mkiomba. Hivyo ndivyo mtakavyokuwa mkiomba kule nyumbani. Hivyo ndivyo mtakavyoomba mkiwa bado kanisani. Yaani hakuna chochote niliweza kushika. Kweli nilitamani sana huyu roho, lakini kile kitu ambacho nimeambiwa niweze kukipokea sikijui, kwa sababu yale maneno aliweza kuyatamka mimi mwenyewe sikuyaelewa. Kenya nilikuwa nasikia ni la 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 la. Nikajiuliza, jamani, tumekuja kupokea roho na umesema unatufunza jinsi ya kupokea roho. Huyu roho kumbe Mchungaji akasema simameni. Tukasimama tena, akatuambia hivyo ndio njia ya kuweza kupokea roho. Haya yote nimeweza kuwafunza muweze kuomba hivyo. Na tulipotoka kanisani siku ya Jumapili, siku inayofuata siku ya Jumatatu, tukaenda tukapatana na wale ndugu wangu watatu, tukakuwa waini. Tukaenda tujifunze haya maombi. Ikakuwa tuelewi chochote, ikakuwa kuna kitu chochote, sisi zote tulishika pale. Ikakuwa ni yani hata tunajifunza tunaongea tu la 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 la, hakuna chochote tuliweza ukishika. Ikafika siku ya Jumapili, sasa tunaelekea kanisani tena tukiwa tumebeba Biblia vizuri na ujasiri. Tukaingia pale kanisani, nyimbo za kuabudu zikatukaribisha kwa mlango, na bado ile roho inatusumbua kabisa, ili ya kuweza kumtaka kumpokea huyu roho. Bado
hatujakubali kuwa kama tumempokea Roho, lakini sasa tunatamani sana huyu Roho tuweze kumuona. Haleluya. Tuliingia mapema na nyimbo za kuabudu bado zikiendelea. Haleluya. Ibada ikaendelea. Tulipofika sasa mahali sasa nini ilikuwa vita sasa. Ni wakati tena maombi yalianza kanisani. Wakati wengine wanaomba zile maombi zao, na sisi bado tuko pale, hatushikanishi chochote, bado tuko pale. Mchungaji naye kwa sababu yuko pale, mchungaji akasogea tena, akakaribia mahali nilikuwa ili aweze kusikia kama ninaomba na ndimi. Na bila alipofika karibu na mimi, akapata bado hakuna chochote ninaongea. Nilikuwa nimetulia bado kwa sababu hakuna chochote nilikuwa nimeshika. Sasa hiyo kitu ikawa ni uchungu kwa mchungaji, kwa sababu alikuwa ameshatufunza tayari vile tutavyoomba, lakini bado sisi bado hatuombi. Sasa akajiuliza, kwani niliwafunza vipi? Ibada ikaisha. Vile kabla ibada iishe, mchungaji akaweka ombi kuwa wale watu ambao niliweza kuwaombea siku ya Ijumaa waweze kubaki nyuma. Tukapelekwa kwa ofisi ya mchungaji, na mchungaji akatuuliza, kwani shida ni gani? Niliwafunza jinsi ya kuomba na bado hata muombi, ni kwa nini? Yani tukatoka nje na marafiki zangu tukiulizana, wewe unaonaje hii? Wewe unaonaje hii? Kila mmoja akasema hapana, hatuelewi. Kila mmoja akasema hatuelewi. Hata mimi mwenyewe nikawaambia ukweli, kwa sababu hata tulikuwa bado tunaogopa kuulizana, kwa sababu tusiweze kuharibu imani za wengine, tusiweze kushusha imani za wengine bado, kwa sababu nilikuwa nadhani wao pia wameshika. Lakini nilipowauliza, hata wao wenyewe wakaniambia kweli hakuna chochote tumeshika. Haleluya. Hivyo na wasii wachungaji, mali popote mlipo, tuache kulazimisha roho, tuache kulazimisha roho zingine. Si lazima uombe kwa ndimi ili roho iweze kushuka. Si lazima uombe kwa ndimi ili roho ziweze kushuka. Tunapomwangalia Paulo wakati alikuwa kwa madhabahu, alipokuwa na ubiri, Roho wa Mungu aliweza kumshukia Paulo, lakini hakushuka kwa njia ya vitisho vile huyu mchungaji alikuwa anatutisha, kwa njia ya mshtuko sana. Lakini sasa tukaanza kujiuliza, ikabidi tukaanza kuogopa huyu roho, kwa sababu amekuwa ni roho wa vitisho sana. Haleluya. Wakati Paulo tuliposoma maandiko, tulimpata Paulo aliweza kumpokea roho. Tulipoangalia kwa kitabu cha Proverbs, unasoma vizuri vile Paulo anasema aliitwa kuweza kuhubiri, lakini wakati alikuwa na hubiri kwa madhabahu, huyu roho akaweza kumshukia Paulo. Haleluya. Jamani, mwache kutisha watu ambao wako tayari kuokoka, kumpokea roho. Mwache kuwatishia, wakaribishe katika roho ili waweze kujua hizi roho ni gani. Haleluya. Tuache kuogopesha watu. Haleluya. Maana Paulo anasema, unapoendelea kwenda chini, hiyo Proverbs ya kwanza, unaposoma mstari wake wa 15, maana Paulo anaandika barua akisema, nimo tayari kuja kwenu, niko tayari sana kuja kwenu. Kama ningepewa nafasi, ningeweza kuja kwenu na kuweza kuwaletea habari njema, lakini kwa sababu nimezuiliwa, nataka mjue ya kuwa ningeweza kupewa nafasi, ningekuja na kwenyu kwa njia ya Injili. Haleluya. Somebody say amen. Alisema kama ingekuwa na uwezo
ningepewa nafasi kuja kwenyu, ningekuja kwenyu kwa njia ya Injili. Na kwa njia ya Injili ni kumaanisha ingeweza kubadilisha watu wengi ili wakamjue Yesu, maana Yesu ni ndio uzima wa milele. Haleluya, haleluya. Ndiyo hizi roho hii ya Paulo inamtuma kwa Injili, akapelekea watu Injili, watu wakaweza kupokea Injili ili wakaweza kumpokea Yesu. Unasikia sasa hizi ndiyo njia za roho ambazo zinazofanya kazi. Kama vile Paulo anaandika barua akisema, ningekuwa na uwezo, ningepewa nafasi tu mimi nikuja kwenyu, si hakuna hata mmoja angeweza kupotea, maana ningewaletea habari njema ya huyu Yesu ili hata mmoja asije akapotea. Haleluya, ili akaweze kupokea Roho Mtakatifu wa Mungu, ili akatumikie Mungu, maana tunaleta habari njema kupitia Injili. Haleluya, najua mtaweza kunielewa, lakini kwa sababu tunajua mwelekezi wetu huo wakati alitupatia changamoto, ikabidi niweze kutoka kwa hayo madhabahu. Nilipotoka kwa hayo madhabahu, nikasema sasa nitaenda kwa madhabahu mengine. Nikatoka kwa hayo madhabahu, sitaweza kusahau kamwe nilipotembea katika jiji la Nairobi, pale watu huwa wanatulia pale Uhuru Park. Nikapatana na bonge la Injili. Kuna mtumishi fulani alikuwa ameandaa crusade pale. Nilipoingia kwa ile crusade, tulikuwa watu watatu, mimi pamoja na marafiki zangu. Tukaingia pale Uhuru Park, tukapatana. Kuna Injili ilikuwa ya kutisha sana. Tukaingia pale kwa sababu ile kitu ambacho kilikuwa ndani yetu kilikuwa kinatusumbua ili tuweze kupokea Roho. Tulipofika kwa huyo crusade, ilikuwa masaa ya mchana saa 8. Tulipoingia kwa crusade, tukaingia tukasubiri. Tulipokaa kidogo, mchungaji akasema kuna watu wameweza kuingia mahali hapa. Haleluya, kuna watu wameweza kuingia mahali hapa na roho zao zinatamani sana kumpokea Bwana. Naomba mahali popote ulipo, hata uwe uko kule nyuma mbali, tafuta nafasi uweze ukasongea mbele ili ukaweze kupatana na Roho wa Bwana. Haleluya. Sasa hao marafiki tulikuwa nao sio wale marafiki ambao tuliweza kupokea nao pale kwa Roho. Hao ni marafiki tu wa kutembea pamoja nao. Hawakuwa na ufahamu wa kile kitu ambacho kiko ndani yangu. Hawakuwa na ufahamu kile kitu ambacho kinanisumbua ndani yangu. Nikaamua nikasema, sasa kwa sababu wakati ni huu, wacha niweze kusongea mbele ili nami sasa siku ya leo huyu Roho niweze kumpokea mahali hapa hadharani, watu wajue kuwa hata mimi siku ya leo maisha yangu yamebadilika. Haleluya. Jamani, ukitamani huyu Roho, hata ile uoga ya aibu inaisha, hata kusimama kuhubiri ile uoga inaisha. Haleluya. Yani ile Roho inakujaza, inakupa ujasiri. Haleluya. Wacha niwaambie watu wa Mungu, sasa mchezo iko hapa. Nilipoamua kusongea mbele, marafiki zangu walikuwa watatu, walikuwa wawili. Tulikuwa tumeenda kutembea kule mjini kama kawaida. Unajua vijana vile huwa wanatembea. Tulikuwa tunaenda kutembea kule mjini. Sasa mchungaji ameita yule ambaye anataka kumpokea huyu Roho, na amesema kuna mtu ameweza kuingia na anatamani sana akaweze kupokea huyu Roho. Nami nikasema leo ni siku yangu. Lakini nilipoamua kusongea mbele hatua moja,
marafiki zangu wakanishika wakaniuliza, ndugu yangu, umekuja hapa hujajua haya madhabahu? Na siku hizi kuna madhabahu ya shetani, kuna madhabahu ya devil worship. Wakaanza kunitia tena uoga ndani. Nikaenda kusongea mara ya pili, maana ile kitu inanisumbua. Anaendelea kuitana tu, ile kitu bado inanisumbua, ninatetemeka kabisa. Nasikia sasa niweze kuenda kupokea huyu roho. Haleluya! Waliponishika hawakuweza kuniruhusu niweze kwenda kwa madhabahu. Hiyo siku ya Jumapili crusade ikaisha, na ilikuwa siku ya mwisho ya crusade. So sikuweza kumpokea roho wa Mungu na sikuweza kumpokea Bwana. Haleluya! Hakuna watu ambao waliweza kutokelezea kwa hiyo crusade, ni watu wachache sana, wengine ni walevi ndio waliweza kupokea Bwana. So na mimi ningeingia pale, tungekuwa watu kama 10. Haleluya! Wakaombewa toba, nikiwa nasikia tu mimi mwenyewe natetemeka, roho inatoa, kichwa kinatoa jasho kweli. Tukatoka pale tukarudi nyumbani. Na unajua wakati ninatafuta huyu roho, bado sijaokoka na bado sijajua hata kuomba. Sijajua kuomba vizuri. Sasa ilipofika masaa ya usiku saa 8, nikiwa nimelala kwa kitanda changu usiku, yule mchungaji ambao niliweza kumuona pale kwa madhabahu akaja kwa ndoto na kuniongeresha kwa njia ya nguvu sana na kuniuliza, mwanangu, mbona umekataa kumpokea Bwana? Sasa unajua kile kitu ambacho kilinikujia kwa akili, bado marafiki zangu walikuwa wamesema kuna makanisa ya madevil. Nikajua sasa kweli kile kitu ambao wale watu walikuwa wanasema ni ukweli. Yule mchungaji amekuja kumaanisha sasa zile roho za madevil zimeanza kuingia sasa ikanipatia changamoto. Nikaanza kukemea, nikaanza kusema ishindwe katika jina la Yesu, kwa sababu nilikuwa nimekuwa na habari kidogo. Wakati wanakemea pale kanisani wanasema katika jina la Yesu tunakemea. So nilikuwa nako kaujeuli kidogo kakukemea. Nikasema kwa jina la Yesu nakemea ishindwe katika jina la Yesu. Mchungaji akaniambia hapana, huyu si mambo na kukemea, ni roho ambao wa Mungu anakuita, maana kuna watu wako mahali wanataka kupelekewa injili kwa sababu yako. Mbona umekataa kumpokea huyu Yesu? Maana kuna watu mahali wako na kiu na njaa, wanakusubiri ili ukaende kwa wapelekee injili. Sasa nikajiuliza, hawa watu walikuwa wanasema kanisa madevil. Ni ukweli hii kanisa madevil inasema kuhusu kuokoka tena, ili niweze kukua na toba, ili niweze kwenda kulisha kondoo. Sasa nikaambiwa kuna mahali kondoo zimesimama hazina mlishaji ambaye atakayewachunga. Nikaambiwa sasa unafaa kwenda kumpokea Bwana ili uende ukalisha kondoo zake. Haleluya! Niliposhtuka yule mchungaji akapotea. Na kitu cha ajabu, ilikuwa siku ya Jumapili na mkutano ilikuwa siku ya mwisho ya crusade. Sasa ikakuwa changamoto, ile kanisa sikuwa nalijua na ninaweza mpata wapi yule mchungaji. Yaani ikawa na uchungu ndani yangu. Hilo jambo likawa likiniumiza ndani ya moyo, maana nimepewa ujumbe ya kuwa kuna mahali watu wako wanasubiri wapate ujumbe wangu wa kuweza kubadilisha njia zao ili wakaweze kumpokea Yesu. Haleluya! Na mimi bado niko pale tu na surura. Haleluya! Ndipo nikaja kugundua ya kuwa wakati umeongozwa na roho ama wakati umeamua kufanya jambo fulani, ili marafiki wakae. Kama umeamua kufanya jambo fulani la kuinuka, hata kama umeamua kununua gari,
Hata kama umeamua kununua shamba, usije ukawasikiza watu vile watakavyokuambia ama vile watakavyosema, kwa sababu watakudisappoint, watakuambia hicho kitu nachokifanya akakiwezi faulu. Katika jina la Yesu na kuombea, wakati unapoamua kufanya amuli yako, fanya wewe, wacha kusikiza mambo na watu. Haleluya! Kama hiyo siku ningeweza kumpokea Bwana, najua kweli ningepewa nafasi ya kwenda kuhubiri. Nilikuwa na uhakika, lakini hiyo nafasi ikapita. Hiyo siku ikapita karibu miaka miwili, bado nang'ang'ana kutafuta kanisa ambalo nitakaloenda kushiriki. Ninang'ang'ana, ninaenda kanisa hili, ninatoka, ninaenda lingine, ninaingia kanisa hili, ninatoka, naingia kanisa lingine, kwa sababu kile kitu ambacho nilikuwa nataka bado sikioni. Ikawa sasa nasurura kanisa moja hadi nyingine. Haleluya! Baada ya miaka miwili, miaka mingapi? Miaka miwili, ndipo tena niliweza kurudi kule mjini pale tu, nikapatana na mchungaji mwingine. Huyo mchungaji alikuwa mkubwa kweli, hata wengi mnamjua. Nikaingia pale kweli, sijui kama hizi roho ni kama zinajua. Huyo mchungaji nilipoingia pia, hata yeye akasema kuna mtu ameingia na anataka kumpokea Bwana. Hata kabla tuanze ibada, hata kabla tuendeleze ibada, hata kabla tufanye chochote, huyo mtu aje hapa mbele akaweze kumpokea Bwana. Unatarajia niliweza kusimama? Marafiki walienda kunishika, marafiki wakanishika. Nikawaambia sasa leo ni heri urafiki ukae, lakini nikaweze kumpokea Bwana. Ni heri urafiki ukae, lakini nikaweze kumpokea huyu roho. Hiyo siku ya Jumapili, ndivyo mwaka wa 2018 ndipo niliweza kuombewa pale mjini Uhuru Park, na ndipo niliweza kupokea huyo roho, na sikuwa najua kuongea habari za Yesu. Huyo mchungaji aliponiona ninapong'ang'ana na kusogea, wakasema, akaambia watu, fungulie huyo mwanangu aje, mfungulie njia, mpatie njia, wacha aje tu, kuja tu mwanangu, kuja tu, Jehova na kuona. Yani alikuwa ananijasha kweli. Nikasongea mbele. Nilipofika pale kwa madhabahu, kitu ya kwanza nilianguka bila kujua. Nilifika pale tu kumkaribia, nilianguka, hata sikuelewa ni roho gani iliweza kuniangusha. Nilianguka na kuanza kuomba kulingana vile watu walikuwa wananiambia. Nilikuwa naomba, lakini kile kitu nilikuwa naomba hata mimi mwenyewe sijui. Haleluya! Ndipo mchungaji akaniambia, simama, piga magoti mbele ya madhabahu, mbele ya mataifa. Kila mtu ananitazama, niko peke yangu, naombewa toba peke yangu. Kanisa bado ndio inaendelea, nikaombewa toba peke yangu, hivi peke yangu, ibada ikiendelea. Akaniambia, mwanangu, piga magoti. Akaniombea toba. Akaniambia, mwanangu, kuanzia leo, nasema kuanzia leo
nimekupa Roho wa Mungu akakusaidia katika safari hii, uende ukalishe kondoo zangu, uende ukalishe kondoo za Mungu, maana ziko mahali zinakusubiri. Usiogope na chochote, usiogope vita, maana vita ni vya mwili, lakini bado kukiwa ndani ya Roho, Bwana atakusaidia katika safari. Haleluya. Akaniambia, mwanangu, nenda mwanangu, nenda ukawahubirie, nenda peleka habari njema kwa wasiojua habari njema, nenda ukawapelekee, nenda ukawahubirie, walio wazuri, walio wabaya, nenda ukawahubirie. Haleluya. Hivyo wakati mwingine hizi huduma tunazoziona, wakati tunaposimama kuhubiri, tunahubiri na uchungu, kwa sababu ilikuwa ni gharama kubwa kutafuta hii huduma ili niweze kuwa nayo. Si jambo la kawaida, si jambo la rahisi. Nilizunguka ili nitafute huyu Roho akaweze kuniongoza ili nije nikuongoze hata wewe. Haleluya. Hivyo si rahisi. Unapoamua kufanya jambo, usisikize mambo na watu, fanya kiwewe. Haleluya. Fanya kiwewe. Maana huyu Paulo anatuambia yuko tayari kuwaletea injili mahali popote, yuko tayari kuingia mahali popote, yuko tayari kuingia. Hata yule atakayeipokea pia asaidie mwingine akaweze kuipokea injili. Haleluya. Maana tunajua unaposoma kitabu cha John, unaona hii mambo ya vita ya injili haikuanza leo. Ilianza wakati wa Yohana Mtakatifu, wakati wa Yohana ndipo ilipoanza. Maana vita katika ilianza, maana jina la Yesu lilianza kupingwa bado mapema, alikupingwa leo. Na ndiyo sababu unaona vita vinainuka kwa ajili ya hili neno. Makanisa yanafungwa, basi zinaongezeka. Makanisa yanafungwa, usherati unaongezeka. Yaani hii neno si rahisi. Na tunashukuru kwa wale wachungaji ambao waliweza kusimama na kuweza kupigania hii injili, nasi tukaja tukaipata vile ilivyo, tukaanza kuisukuma mbele vile tulivyoipata. Maana tutaionea, maana hata huyo Paulo anasema sitaionea injili haya, kwa sababu injili ni roho ambayo itokayo kwa Bwana. Haleluya. Hivyo kwa leo ninaposimama mahali hapa, ninajua watu wengi hawakuenda kanisani kwa sababu ya mvua, kwa sababu waliangalia weather kulingana vile inakaa, wakasema leo hakuna kwenda kanisani. Na nikasema sawa, kwa sababu hamjui dhamana ya kwenda kanisani. Ndiyo sababu mnakosa kwenda kanisani, sababu hamjui kila kitu ambacho mnaenda kukitafuta kanisani. Mnaenda kanisani tu kwa sababu kufurahisha siku, ama watu hawaone kwenda kanisani, kubeba Biblia kwa kifua kwenda kanisani. Hatuendi kanisani kwa sababu ya kuonekana, tunaenda kanisani kwa sababu ya kumtafuta Bwana. Tunaenda kanisani kwa sababu kutafuta uwepo wa Bwana na kuweza kukaa karibu na Roho Mtakatifu. Wakati huyu Roho tunapomuomba, unapata ni rahisi sana. Mungu anasema anaweza kujibu. Haleluya. Maana anasikia. Unapoingia katika Roho, mahali patulivu, unasikia vipi wakati Yesu anakuchunga? Unaamka uko mzima, unaamka uko na afya njema, unaamka jinsi ulivyo, alafu unakataa kwenda kumshukuru tu, kumwambia ni asante Mungu, tumeshukuru kwa sababu ya wiki mzima tumeweza kuwa katika changamoto za maisha, tumesafiri na magari, tumetumia barabara na tumeweza kurudi tukiwa wazima. Maana wenzetu wametimia hizo barabara hawakurudi, lakini wewe unaogopa sababu ya mvua tu. Sababu ya mvua tu huwezi enda kanisani. Maana jamani, unapoenda kanisani, jua unaenda kutafuta nini. Usiende kanisani tu, jua kile kitu ambacho unaenda kukitafuta kanisani.
hata wakati watumishi wa Mungu walikuwa naenda katika madhabahu ya sinagogi, walikuwa na ujumbe wa kwenda. Wakati Mariamu alikuwa naenda, haleluya, pole kwa itirafu. Haleluya, haleluya. Nawashukuru sana watazamaji wangu, hiyo mmejua vile nilivyotafuta huyu Roho wa Bwana, na tangu niweze kumpokea huyo Roho wa Mungu amenipa ujasiri sana. Huyu Roho amenipa ujasiri. Nakwambia kuna maroho ambazo zinazoinuka katika familia zetu, katika njia zetu za maisha, lakini hatujui ni roho aina gani. Lakini kuna familia fulani ambaye wazazi hawakuweza kusoma, na kwa sababu ya wazazi hawakuweza kusoma, hiyo roho iliweza kuinuka katika hizo kizazi, na kwa sababu sisi tumeshakuwa, hiyo roho bado inainuka, inapingana watoto wetu wasisome. Haleluya, tunakataa hizo roho. Tunahitaji Roho Mtakatifu akaweze kutawala katika hizo boma, tusije tukakuwa katika yale mazingira, tusije tukawa katika yale maisha ya uchochore. Hizo roho tumekataa, tumepingana nazo. Tukataa hizo roho ya kukataa watoto wetu wasisome, kwa sababu wazazi wetu hawakusoma, mababu zetu hawakusoma. Hadi sasa hakuna generation ya masomo katika hiyo boma. Tumekataa hizo roho. Hadi sasa kizazi ketu akiwezi oreka kwa harusi, kwa sababu wazazi walianza kuoreka mapema, waliweza kutoroka shule mapema, wakaweza kuoreka. Hadi kwa sababu ya hiyo roho, watoto wetu pia wataacha masomo ili waende kuoreka mapema, ili wasije wakajisaidia katika maisha. Haleluya, tukataa hizo roho. Haleluya, tupingane na hizi roho zinazoinuka kwa sababu ya kizazi kilichokuwa nyuma yetu. Tunajua kuna kizazi, kuna foundation ambayo ilikuwa mbaya. Tunajua kuna foundation ya madhabahu iliyojengwa katika familia yenu, iliyojengwa katika njia zenu. Wengine waliweta waganga katika boma na wakaweza kuweka madhabahu yao katika boma. Tunajua hiyo ndiyo inawasumbua, kwa sababu watoto hawakupata hiyo kizazi, na hawakuweza kujua kama kuna madhabahu yaliweza kuwekwa pale kwa boma. Sasa hii madhabahu inawateza, inawasumbua, kwa sababu wale walikuwa najua juu ya haya madhabahu walishakufa kitambo. Sasa haya madhabahu yanasumbua, madhabahu yanasumbua watoto wetu, madhabahu yanatusumbua sisi, kwa sababu hii ni roho fulani iliweza kuwekwa kwa boma. Hiyo ndiyo inayoleta vifo, hii ndiyo inayoleta magonjwa, kwa sababu hii roho wakati iliweza kuletwa kwa boma, hauko juu iliweza kutamkiwa jambo gani, huko juu iliweza kusemekana kwa jambo gani, iliwekwa kwa sababu gani, ulinzi wako ulikuwa gani. Sasa sisi hatukujua na hatukuweza kujua kuyatunza hayo madhabahu, ndio sababu yanatutesa. Madhabahu yanaitisha damu, na sisi hatujui kama madhabahu yanaitisha, kwa sababu mababu na mababu zetu waliweza kuweka agano na haya madhabahu ili waweze kusaidiana na haya madhabahu. Wengine wakaleta majini, wengine wakakuwa waganga wa kienyeji, lakini wako na madhabahu yao. Hayo madhabahu hatuyajui vile tunayatoa, kwa sababu tuliyapata na sisi bado tunaendelea nayo, ili yanaumiza vizazi na vizazi. Maana tunahangaika, wengine tunateseka, wengine tunaumia kwa magonjwa, wengine tunalia usiku na mchana. Hakuna kupata kazi,
Tunazunguka kwa hizi mabarabara, watoto wetu wamesoma lakini hawawezi kupata kazi, wengine wameandikwa lakini wakifika kazini wanafutwa, kwa sababu hizo maroho zinazoinuka katika familia, zinazoinuka katika boma. Tukataa hizo roho, tukataane na hizo maroho. Ili tuweze kukataana na hizi maroho, lazima tukubali kutembea peke yetu, vile tuliweza kukuja peke yetu. Na tunasema hiki kizazi za kale, hatuna uhusiano na watu waliokufa, hatuna uhusiano na madhabahu yao. Tunavunja madhabahu yetu ili sisi na familia zetu tuweze kuishi na amani. Haleluya! Hicho ndicho tunachokifanya. Tunapigana na hizi maroho. Maroho mengine hatuyajui, lakini yanainuka kwa ubaya. Unampata mtoto anaoreka katika mji mzuri, lakini akawezi kakaa pale kwa sababu mama alikuwa msherati. Na unapata sasa, kwa sababu mama alikuwa msherati, unapata kuna hii roho inaingia kwa watoto nao pia wanaingia kwa usherati. Inawezekana sasa anafukuzwa katika ndoa yake kwa sababu ile roho ya mzazi iliweza kumuingia, hakuweza kukataa ile roho ya mzazi. Hivyo ndio nawaambia watu wa Mungu, wakati unaona hizi maroho, jaribu kukipigana nazo. Haleluya! Unaweza pata wengine walisaliwa na watu wakati wazazi walikuwa wanafanya ukahaba, wakati wazazi walikuwa wanatafuta riso, wakati walikuwa wanafanya ukahaba, wazazi wakafa kwa sababu walikuwa wanafanya usherati. Wengine wakakufa kupitia magonjwa, lakini kwa sababu wewe umeshakuwa na ulisaliwa kupitia hayo mazingira ya usherati, sasa unapata hata wewe ile roho ya mauti inakuita, kwa sababu katika familia yetu tunajua sisi katika kabila letu huwa hatutambui kama watoto wasichana wanaweza kazikwa katika boma. Ndio sababu tunasema watoto wasichana wanapofika umri wao waweze kuoreka, waende katika boma zao. Haleluya! Ikiwezekana mtoto wa kike afe katika boma, walikaa chini wazee walikaa chini na wakaulizana ya kuwa wakati mtoto msichana atakapokufa kwa boma ambaye hajaoreka atazikwa wapi? Nao wakakaa chini wakaulizana, wakasema hapana, hawezi kawekwa karibu mahali watu wanawaona, watazikwa huko nyuma ya nyumba, mahali tunazika mahali tunaweza zika hata wanyama, hata mahali tunazika ng'ombe. Wakati ng'ombe ameshakufa kwa boma, tunamzika kule nyuma. Wakati umbu ameshakufa kwa boma, tunamzika kule nyuma. Hivyo ndivyo wazee wetu wa kinyumbani, kwa sababu ya mila na desturi, walisema mtoto msichana akifa zikwe mbali nyuma ya nyumba. Haleluya! Hivyo tunaomba watoto wasichana, ikifika umri wako wa kuoleka, oleka na heshima. Ndipo unaona huyu mzazi aliweza kufa kwa sababu alikuwa anafanya usherati, na unapata hiyo roho ikaweze kuingia kwa mwanae. Sasa unapata hiyo roho ya mauti inaita mwanae naye pia afe, azikwe nyuma ya nyumba. Haleluya! Tunafaa kujua hizi maroho na tuweze kuzirekebisha. Sio rahisi. Haleluya! Ninajua nimesema jambo geni ambara muwezi amulijui, lakini kwa ukweli haya mambo yako ni mambo ya kupigana na roho. Kama kuna mganga, kuna uchawi aliweza kuingia kwa boma yako ama kwa boma yenu na kaweza kufanya mambo yake mawili matatu pale, jua kuna madhabahu yaliweza kuingia kwa boma. Ujue vile utakavyoyatoa, maana yatawatesa na yatatesa hata watoto. Ndio unapata watoto wanazaliwa wengine ni vichaa. Watoto wakuwa vichaa si kwa kupenda, ni kwa sababu kuna roho
kabla ujifungue mtoto, unapata ile roho imeshaharibu mimba kwa tumbo. Mtoto anatoka akiwa bado mremavu. Haleluya! Ni kwa sababu ya hizo maroho. Tujaribu sana tuepukane na hizi maroho, na Mungu atatusaidia. Nashukuru sana watazamaji wangu, tuwe kama huyu Paulo anavyosema, kama ningekuwa na uwezo wa kuja kwenyu, ningekuja na habari za Injili, na siogopi na sitetemeki na sioni haya ninapokuja kulihubiri jina la Baba, jina la Yesu Kristo. Maana mahali mungekuwa, nami ningekuwa pale ili niweze kuwahubiria. Na ndivyo na kuomba Roho wa Mungu akakuongoze, hata wewe upate hiyo roho ukasaidia wengine, na Bwana aweze kupewa sifa. Leo tumeongea mengi kuhusu maroho na madhabahu, na kuna kitu juzi niliweza kukisema kuhusu tabiko. Tabiko ni wakati mnaenda kufanya makumbusho. Makumbusho, wakati mnaenda kufanya tabiko na makumbusho watu waliokufa, ni kumaanisha mnakubaliana na vifo ziweze kuendelea katika familia, muendelee kufanya makumbusho. Wakati unapofanya kuchinja, kumwaga damu, ni kumaanisha umekubaliana na hayo. Haleluya! Tuchunge sana. Ndio sababu unapata wengine wametoka matabiko, wengine hawafiki salama, wanakufa kabla wafiki, sababu kuna roho ambao wameiweka pale na inajua. Ndio sababu unapata roho zingine watu wanakufa mwaka kwa mwaka, na wanakufa kama ni mwezi wa 3 ama mwezi wa 5, unapata wanakufa, mtu anakufa hiyo mwezi. Unaweza pata ajali, lakini hawawezi kufa kabla hiyo mwezi, wanakufa na hiyo mwezi, kwa sababu ya yale madhabahu tuliweza kuyaweka. Haleluya! Tuweze kuchua na tuweze kuchunga kile kitu ambacho tunachokifanya, kisije kikatuletea madhara kesho. Unajua watu wengine wanapotuona tunahubiri, wanadhani tumekuwa salama. Kweli maisha haya si salama. Tumepitia katika changamoto za maisha. Hata wakati maadui wale ambao tunaowajua wanapoinuka juu yetu, tunapata huyu roho tayari ameshatuongoza. Tunajua kuna mtu anataka kufanya jambo fulani, lakini kupitia kwa maombi unapata hilo jambo linamrudia ama halifanikiwi. Tunajua kabisa hakuna vita, akukosekanagi vita katika maisha. Vita viko, najua vile unapigana na hizo vita, na Bwana apewe sifa. Wacha niwaache kwa sababu ya muda na masaa haya ya mchana, na Mwenyezi Mungu wa rehema akawajalie, akawakumbuke. Haleluya. Nawaacha ikisema Roho wa Mungu akawaongoze. Leo siku ya Jumapili tarehe 28 mwezi wa Disemba, bado tunaendelea kusubiri mwaka mpya. Tuweze kusubiri tukiwa na ujasiri wa kujua kupigana na hizi maroho
tunapofuka mwaka mwingine, tukuwe na nguvu na ujuzi wa kupigana na hizi maroho, na Mungu akawabariki. Wacha tuamini na tuombe. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tumekuja tena masaa haya ya mchana, maana tunajua masaa haya ya jioni kesho yaja. Kesho yetu inapokuja na iwe bora, isiwe kama leo na isiwe kama jana. Hii kesho yetu yaja iweze kuwa kesho ya mabadiliko. Yesu Mwenyezi, tuongoze katika hii safari. Tunapohudumu tuwe kielelezo kwa hawa watu, na pia katika njia zako tuongoze katika njia ya utakatifu. Tunapokaa katika utakatifu, hakuna hata mmoja ataweza kupotea, Mungu, kwa sababu kuna hao wote wamesikia sauti na wamejua tuko tayari kuwapelekea Injili, na pia hata hao uweze kuandaa ili pia nao wakuwe tayari kupeleka Injili kwa wengine. Mungu, kawatengeneze, ukawaunde vyema, maana tunajua wewe ni fundi ambayo unatengeneza roho zilizoharibika. Hata wewe ni fundi ambayo hatuwezi mlinganisha na chochote, ambayo unatengeneza hata roho zilizofunjika. Wewe unatengeneza hata roho za magonjwa zinatoka. Wewe unatengeneza hakuna kanza ndani ya mtu. Wewe unatengeneza hakuna laana ndani ya mtu. Hata kama ulikuwa umebebeshwa laana, hizo laana zinatoka kupitia damu ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tumekataa roho za kukataliwa, tumekataa roho zote za kusimu, roho zote za magonjwa, tumekataa roho zote zinazoinuka juu ya maisha yetu, roho zote zinazoinuka kwa sababu ya biashara zetu ili tusiweze kufanikiwa. Mungu, tumezikataa katika jina la Yesu. Mungu, tunakuomba ukaweze kutawala katika kazini, hata katika biashara zetu, hata uhai wetu katupe ulinzi, hata afya zetu Mungu katupe ulinzi, maana tunajua kuna watu wanang'ang'ana ili vile watakavyotuangusha. Lakini vile tumejua siku ya leo, vile tumejua kupigana na hizi maroho, Mungu, hawataweza kutupata tena, maana tumejifunika kwa damu yako. Hata hawa watu wote wanaonitazama nimewafunika kwa damu yako. Kwa siku ya leo ya Jumapili tarehe 28 mwezi huu wa Desemba, wanaposubiri kuingia katika mwaka mpya, hakuna ajali, hakuna mauti, hakuna umwagikaji wa damu kwao. Watafuka mwaka wakisherehekea kusaliwa kwako, na watafuka wakiwa wazima. Wasiokuwa na kazi, tunajua milango sasa itafunguka, maana tunapoingia kwa mwaka ujayo itaanza na mambo mapya. Wale waliokata tamaa, sasa ni wakati wao wa kupokea. Mungu, kawanemezee, hata usiwaache, maana wanakuhitaji, wanakulilia. Hata waliotaka kujiua kwa sababu wamekata tamaa ya maisha, Mungu, kawarejeshe tena, ukawaambie wewe ni Baba na wewe ni Mungu. Utawajali wote wasiokujua na wanaokujua, maana unatubeba zote, wazuri na wabaya. Mungu, unatubeba. Mungu, tuongoze katika ndoa zetu, Mungu, ziweze kunawiri. Hakuna vita tena, hakuna tena chuki, hakuna ugomvi kwa nyumba. Tutabaki tukiwa wazima. Hata ndoa zilizoharibika, Mungu, kazirejeshe, maana tunajua ugomvi kwa nyumba zimezidi, mauaji katika boma yamezidi, mauaji katika jamii yamezidi. Mungu, tumekataa hizo roho za mauti ziweze kushindwa katika jina la Yesu. Wale waliopeleka vitu zetu katika uchawi, wakaweza kupeleka manguo zetu, wakaweza kupeleka mchanga, wakaweza kupeleka chochote kile ili tusiweze kufanikiwa, ili wakaweza kutufunga masaa haya, tunadaisha hizo kufanikiwa kwetu kwa masaa haya. Wale walio
walipopeleka zile vitu mahali walipopeleka wakazivunika, hizo nyungu na ziweze kupasuka na ziweze kutuachilia tuwe huru masaa haya ya mchana, na ni katika jina lako Mwenyezi Mungu zote tuseme amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Nimewaona wote, mko wengi na sitaweza kuwataja kwa majina, lakini Mwenyezi Mungu akawabariki. Shalom, shalom. Bye, bye, bye.